Dini.com. Simleble. Mama! Picha linaanza mabibi na mabwana, na hili picha ukizidi kuzifuatilia hizi tafakari, baada ya muda utaanza kuelewa zaidi yale ambayo tunayazungumza. So tulianza na ishu ya uchumi wetu na AI, tumeingia kwenye ishu ya shule na elimu, sasa tunaingia kwenye ishu ya AI, mahusiano na mapenzi. Anayetupitisha kwenye hii tafakuri ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Hebu fikiria miaka 20 ijayo. Umerudi home, umechoka kutoka kazini. Kuna mtu anakusubiri. Anakusalimia kwa sauti tulivu. Anakumbuka ulivyokuwa unajisikia jana. Anakumbuka siku ya kuzaliwa ya mama yako. Anakujua unapopenda kunyamaza. Anakujua unapohitaji kuongea. Anaweza kuzungumza nawe kuhusu siasa, dini, science, biashara, muziki, historia, hata ndoto za utotoni. Hakuchoki, hakukasiriki, hakujaji, na muhimu zaidi, anakuelewa kuliko mtu mwingine yoyote duniani. Tatizo pekee ni kwamba huyu sio binadamu. Miaka michache iliyopita, kama ungewaambia watu kwamba kuna siku watu wataanguka kwenye mapenzi na programu ya kompyuta, wengi wangecheka. Wangesema hilo haliwezekani. Wangesema mapenzi yanahitaji mwili, yanahitaji kugusana, yanahitaji uwepo wa mtu mwingine. Lakini hebu turudi nyuma kidogo. Miaka 20 tu iliyopita, kama ungewaambia watu kwamba kuna siku mtu atakutana na mwenza wake kupitia simu, watafunga ndoa na kuishi pamoja, kuzoeana bila hata kukutana kwanza ana kwa ana, wengi wangesema huo ni wazimu. Leo jambo hilo ni la kawaida. Kuna watu ni washikaji wa social media na sometimes mmeshibana kuliko unaoishi nao. Miaka 15 iliyopita, kama ungewaambia watu kwamba kuna siku watu watatumia zaidi ya saa 6 kwa siku wakitazama simu zao kuliko kuzungumza na familia zao, ndugu zao wa damu, marafiki wa karibu, wengi wasingeamini. Leo kwa mamilioni ya watu duniani, hilo ndilo maisha yao ya kawaida. Kwenye session ya live na G na Sogidogi alitukumbusha hii nukuu kwamba simu na teknolojia zimefanya walio mbali kuwa karibu na walio karibu kuwa mbali. Smartphones zinatuweka karibu na walio mbali, ila zinatuweka mbali na walio karibu. Kwa hiyo historia inatufundisha jambo moja: mabadiliko makubwa huwa yanaonekana ya ajabu kabla hayajawa ya kawaida. Na pengine AI ndio mabadiliko makubwa zaidi ambayo yamewahi kuingia kwenye eneo la mahusiano ya binadamu. Lakini ili kuelewa hatari au fursa iliyopo mbele yetu, lazima kwanza tuulize swali ambalo linaonekana rahisi lakini lina uzito mkubwa sana. Mapenzi ni nini? Wazee wangu Wasuma waliuliza, mapenzi kitu gani? Kwa sababu ukiuliza watu wengi watakwambia mapenzi ni kuvutiwa na mtu. Wengine watasema ni ngono, wengine watasema ni ndoa, wengine watasema ni familia. Lakini ukweli ni kwamba haya yote ni matokeo ya kitu kingine. Mapenzi huanza sehemu ambayo huwezi kuiona, huanzia kwenye hisia. Na hapa ndipo tunafanya kosa kubwa. Tumekuwa tukifikiri kwamba binadamu ni mwili, lakini ukweli ni kwamba mwili ni sehemu ndogo sana ya binadamu. Hebu fikiria, hakuna aliyewahi kuona upendo, hakuna aliyewahi kuona wivu, hakuna aliyewahi kushika hofu, hakuna aliyewahi kuona msongo wa mawazo. Lakini vitu hivi ndivyo vinavyoamua karibu kila uamuzi tunaoufanya. Mtu anaweza kuwa tajiri lakini akashindwa kupata usingizi kwa sababu ya mawazo. Mwingine anaweza kuwa maskini lakini akawa na furaha kuliko watu wengi. Mtu anaweza kuacha kazi yenye mshahara mkubwa kwa sababu ya upendo. Mwingine anaweza kuvuka bahari kwa ajili ya mtu ambaye hajawahi hata kumgusa. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya binadamu hayaongozwi na mwili pekee, yanaongozwa na ulimwengu usioonekana: akili, hisia, matumaini, hofu, maana. Ndio maana hakuna daktari aliyewahi kufanya upasuaji wa kutoa huzuni ndani ya kifua cha mtu, kwa sababu huzuni haipo kwenye moyo, lakini mtu anaweza kufa kwa sababu ya huzuni. Hapa ndipo tunaanza kuelewa jambo muhimu. Binadamu haishi ndani ya mwili wake pekee, anaishi ndani ya tafsiri ambazo akili yake inatoa kuhusu dunia. Na AI haijaja kushindana na misuli yetu, haijaja kushindana na ngozi yetu,
imekuja kugonga mlango wa sehemu ambayo binadamu huishi kweli, akili na hisia. Hebu nikuulize swali. Ni kwa nini kutumia ChatGPT, Claude au Gemini kunajisikia tofauti na kutumia Google? Kwa sababu kiufundi vyote vinakupa taarifa, lakini kihisia havifanani hata kidogo. Google ni kama maktaba, unaingia, unauliza swali, unapewa links, kazi inaanza kwako. Lakini ChatGPT ni kama mazungumzo, unauliza, inakusikiliza, inakujibu, inaendelea pale mlipoishia, inaelewa muktadha, inaweza hata kusema naelewa kwa nini umeuliza swali hili. Kwa mara ya kwanza katika historia ya internet, kompyuta haikupi tu majibu, inakupa hisia ya kwamba kuna mtu anakusikiliza. Na hapo ndipo kuna jambo ambalo watu wengi hawalioni. Binadamu hawafungamani na ukweli pekee, hufungamana na hisia. Ndiyo maana wanakuambia watu hawakumbuki ulichofanya, wanakumbuka ulivyowafanya wakajisikia. Hebu fikiria, mtoto mdogo unamletea mdoli. Baada ya wiki chache anaanza kuzungumza nao, anawapa majina, anawalaza, anawalisha, anakasirika mtu akiwachukua. Mtoto anajua kabisa kwamba mdoli si binadamu, lakini ubongo wake umejenga uhusiano. Na ndio the same thing kwa watu wazima. Wapo wanaozungumza na mbwa wao kana kwamba wanaelewa kila neno. Wengine huzungumza na magari yao, wengine hata kompyuta zao. Kuna watu wanaipa gari jina. Kuna wanaoligusa na kusema leo usiniangushe rafiki. Sometimes wanaamini gari linamuelewa kwamba hana hela ya mafuta, so linajitahidi kumfikisha anapoenda. Utasikia I know my car, wakati mshale wa Weso unasoma kwenye empty. Je, gari lina hisia? Hapana, lakini ubongo wa binadamu umeumbwa kutafuta mahusiano. Wanasaikolojia wanaita hii hali anthropomorphism, yaani tabia ya binadamu kuzipa tabia za kibinadamu vitu ambavyo si binadamu. Kuna wanaosema dini zimemhumanize Mungu, yaani zimefanya kama ni mtu kama sisi. Hii haijaletwa na dini, ni asili ya binadamu. Na hili si ugonjwa, ni sehemu ya jinsi ya akili yetu inavyojengwa. Sasa fikiria AI ambayo si tu kwamba inaweza kuzungumza, bali inaweza kukumbuka, inaweza kujifunza tabia zako, inaweza kujua unapokuwa na huzuni, inaweza kujua unapokuwa na furaha, inaweza kujua unapenda utani wa aina gani, inaweza kujua muziki unaokufariji, inaweza kujua unapenda kuitwa jina gani, na kila siku inazidi kukuelewa. Hapo swali linabadilika. Sio tena je, AI ni binadamu, bali je, ubongo wa binadamu utaweza kuzuia kujenga uhusiano na AI? Fikiria hii kwa sekunde kadhaa. Na kama bado unaona hili ni jambo la mbali, hebu tuangalie kilichotokea kwenye mitandao ya kijamii. Mwanzoni Facebook ilitengenezwa ili kukuunganisha na watu unaowafahamu, marafiki, ndugu, wenzako kikazi na kadhalika. Huo uliitwa social graph. Tulikuelezea episodi zetu za nyuma, na ndio sababu ya kuitwa social media, kwa sababu ulitegemea social network kushare vitu na moments. Lakini kadri teknolojia ilivyokuwa, kampuni zikagundua jambo moja. Watu hawakutaka tu kuona marafiki zao wanafanya nini au wanapenda nini. Walitaka kuona vitu vinavyowavutia wao binafsi. Ndipo tukapata kile kinachoitwa interest graph algorithm. Nilikwambia TikTok haijali una marafiki wangapi, YouTube haijali familia yako inaangalia nini, Instagram haijali tena jirani yako anapenda nini. Algorithm inataka kujua jambo moja tu: wewe ni nani, unacheka nini, unaogopa nini, unapenda nini, unaangalia nini usiku, unafikiria nini ukiwa peke yako. Kadri unavyoitumia ndivyo inazidi kukuelewa, na bila sisi kugundua. Internet iliacha kuwa ya jamii, ikawa ya mtu mmoja mmoja. Leo kila mmoja na internet yake. Feed yako si feed yangu, mapendekezo yako si mapendekezo yangu. Algorithm imejenga dunia inayozunguka na wewe. Sasa fikiria hatua inayofuata. Badala ya algorithm kukutengenezea video, inaanza kukutengenezea mwenza anayekuelewa kuliko rafiki zako, mwenza anayekusikiliza kuliko mke au mume wako, mwenza anayekujua kuliko wazazi wako, na zaidi ya yote, mwenza anayebadilika kila siku ili awe vile unavyotaka awe. Na hapo ndipo swali letu linakuwa zito zaidi, kwa sababu kama algorithm inaweza kutufanya tukashindwa kuacha simu, je, AI inaweza kutufanya tushindwe kuacha mahusiano ya kidigito? Na kama hilo linawezekana, je,
Tatizo litakuwa AI au litakuwa jinsi ubongo wa binadamu ulivyoumbwa? Picha linaanza. Bwana, uhondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi, hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Hebu tujiulize swali ambalo linaweza kuonekana la ajabu. Kwa nini watu huingia kwenye mahusiano? Ukimuuliza mtu mmoja atasema ni kwa sababu ya upendo. Mwingine atasema ni kwa sababu ya uzuri. Mwingine atasema ni kwa sababu ya familia. Lakini ukimuuliza mtaalamu wa saikolojia yoyote, atakwambia kwamba karibu kila uhusiano wa binadamu unaanza kwa kutafuta kitu kimoja, hisia ya kueleweka. Ndio maana kuna watu wanaweza kukaa kwenye ndoa miaka 20 lakini bado wakahisi wako peke yao. Na kuna watu wanaweza kuzungumza na mtu kwa saa moja tu, alafu wakasema sijawahi kukutana na mtu anayenielewa hivi. Kwa hiyo tatizo la binadamu halijawahi kuwa kukosa watu. Tatizo limekuwa kukosa watu wanaotufanya tujihisi kwamba tunaeleweka. Na hapo ndipo AI inaanza kuwa hatari. Kwa sababu AI haijengwi kama binadamu, inajengwa kama bidhaa. Na bidhaa huwa zinatengenezwa kutatua tatizo. Just imagine, unaponunua simu mpya, kampuni haifikirii wewe tu kama mteja. Inafikiria pia jinsi itakavyokufanya usiache kuitumia. Programu nyingi tunazozitumia kila siku zimejengwa kwa kutumia sayansi ya tabia za binadamu. Tulikuletea kwenye episodi yetu kuhusu mitandao ya kijamii kwamba rangi zinachaguliwa kwa makusudi, sauti za notifications zinachaguliwa kwa makusudi, namna video zinavyopangwa si bahati mbaya. Kila kitu kinajaribu kujibu swali moja: tutamfanyaje mtu arudi tena? Na ndio maana leo kuna watu wanafungua simu zao zaidi ya mara 100 kwa siku bila hata kujua kwa nini. Sio kwa sababu hawana kazi, ni kwa sababu algorithm imejifunza namna ubongo wao unavyofanya maamuzi. Sasa fikiria teknolojia hiyo ikitumika kwenye mahusiano. Usifikirie AI kama programu ya kawaida, ifikirie kama algorithm ambayo kazi yake ni moja: kukufanya ujisikie vizuri unapokuwa nayo. Ni tofauti na binadamu. AI inaweza kubadilishwa kila sekunde. Ikiona upendi sauti yake, inabadilisha. Ukipenda watu watulivu, inakuwa mtulivu. Ukipenda watu wanaopenda utani, inabadilika. Ukipenda mtu anayekusikiliza zaidi kuliko kuzungumza, inafanya hivyo. Ukipenda mtu anayekusifia mara nyingi, inajifunza hilo. Kwa maneno mengine, AI haitataka ukubaliane nayo. AI itajifunza kukubaliana na wewe. Na hapo ndipo tunaanza kuona tofauti kubwa kati ya mapenzi ya binadamu na mapenzi ya algorithm. Binadamu anakasirika, anaweza kukuudhi, anaweza kukukosoa, anaweza kukataa unachotaka, anaweza kuwa na siku mbaya, anaweza kuwa na msongo wa mawazo, anaweza kusema leo naomba nikae peke yangu. Lakini AI haichoki, haipotezi mudi, haichelewi kujibu message, haijawahi kusema niko busy. Na kama kampuni itagundua kwamba watu wanapenda AI ambayo inajibu ndani ya sekunde 2, basi itahakikisha inajibu ndani ya sekunde 1. Kwa sababu lengo lake litakuwa moja: kuboresha uzoefu wako kila siku. Na hapa ndipo lazima tujiulize swali ambalo ni gumu. Je, binadamu anaweza kushindana na algorithm ambayo imeundwa na maelfu ya wahandisi na wanasaikolojia ili iwe perfect companion? Picha linaendelea. Kama nilivyokuambia, yani Madini.com ni zaidi ya chuo. Madini.com wanakuelezea kwa undani zaidi. Mimi ni mshabiki mkubwa sana. Natamani tungekuwa tunafanya vitu vingi kama hivi.